Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Ebana, kama umekuwa mfuatiliaji wa karibu sana mzozo unaoendelea baina ya Irani na Marekani, basi utakuwa mwenye kufahamu vizuri sana namna ambavyo mzozo huu umekuwa ukihusisha uingiliwaji wa taasisi za kimataifa na uwekwaji wa vikwazo kwa taifa la Irani, yani si kwa pande zote mbili. Japo Irani amekuwa akishambulia katika kujibu kile ambacho amefanyiwa na chokozi wake ambaye ni Marekani, lakini mashirika mbalimbali na taasisi za kimataifa zimekuwa zikiiwekea vikwazo Irani pekee na si pande zote za uhasama ama pande zote za vita, yani namaanisha Marekani kwa kushirikiana na Israeli lakini pia na Irani. Sasa taasisi hizo za kimataifa ikiwemo mashirika mengine ambayo yamekuwa kwa siku za hivi karibuni, tumeshuhudia baadhi ya mashirika pia kuiwekea vikwazo Irani, ikiwemo tume ya Umoja wa Ulaya yani EU. Sasa hivi leo shirika la Umoja wa Mataifa la afya duniani yani maanisha WHO limetangaza kuiwekea vikwazo Irani, ambayo kwa kile imesema kwamba kutokana na hali ya kutoimarika kwa usalama ndani ya Irani, hivyo WHO imezihamisha hospitali za kutoa matibabu na huduma kwa raia karibu 6 zilizokuwa zikihudumu nchini Irani. Na kwa mujibu wa taarifa kutokea WHO inasema ya kwamba huduma zote za afya zitasimama na mfumo mzima wa afya wa WHO utasimama nchini Irani. Na kwa mujibu wa taarifa hiyo ni kwamba WHO imesema ni kutokana na vita kati ya Marekani na Israeli dhidi ya Irani, ambapo wamesema Irani imepelekea kutokuimarika kwa usalama ndani ya taifa hilo kwa kile ambacho inasema kuendeleza mashambulizi dhidi ya Marekani na Israeli. Sasa taarifa hiyo iliyotolewa na afisa wa shirika la afya duniani WHO, ambapo yeye ndio ameeleza hayo yote, na kufuatia hilo Irani imejibu vikwazo hivyo na kusitishwa kwa huduma za kiafya ndani ya Irani, ambapo mkurugenzi wa kikanda ndani ya Irani WHO Hanan Balki yeye amesema kwamba miundombinu ya huduma za afya ya Irani imebaki imara na mamlaka hazijaomba msaada wa dharura kutoka kwa shirika la afya ulimwenguni. Na akizungumza hilo, mkurugenzi huyo amenukuliwa akisema, na hapa pia namnukuu, huduma ya afya ya msingi na miundombinu ya afya ya Irani ni vizuri sana na imara na wanaweza kuwahudumia majeruhi hadi sasa. Na huo ndio mwisho wa nukuu. Sasa kufuatia taarifa hiyo pia WHO iliorodhesha ama ilibainisha mashambulizi ambayo yamefanywa na pande hizo za uhasama, ikisema imeathiri mifumo ya afya, ambapo imeweka wazi ikibainisha mashambulizi 18 kwenye vituo vya afya na vifo vya wafanyakazi wapatao 8 wa matibabu wa shirika hilo wamedhoofika ama wameathirika vikali huko nchini Irani. Mkurugenzi huyo Balki pia alimuongeza kwamba shirika hilo lina mipango ya dharura ya kutumia vifaa vya dharura ikiwa hali itazidi kuwa mbaya zaidi, akionya kwamba uchafuzi wa sumu kutokea vituo vya mafuta vilivyoharibika unaweza kuongeza magonjwa ya kupumua na magonjwa ya kuambukiza. Ni shirika la afya ulimwenguni WHO kwa mtazamo mpana na mtazamo wa kina, ama kama ambavyo wanasema wataalam critical thinking. Hapa unaweza ukatazama kwa macho matatu zaidi na kuendelea, kwa sababu vita vinahusu pande 3 na sio upande mmoja, lakini hatujawahi kushuhudia mashirika ya kimataifa ikiwemo mashirika haya ya kilimwengu yakiwekea vikwazo Marekani ama yakiwekea vikwazo Israeli ama washirika wengine, japo Marekani na Israeli wamekuwa wakishambulia Irani, lakini taasisi hizi zimekuwa zikiwekea vikwazo Irani, ambayo yeye imekuwa ikijibu tu kile ambacho Marekani na Israeli kimeendelea kufanya
katika ukanda huo wa Mashariki ya Kati. Sasa kufuatia taarifa hiyo ambayo imeibua sintofahamu na mtafaruku mkubwa sana na kuibua maswali mengi kwa wachambuzi na wadau mbalimbali wa masuala ya kikanda, mizozo ya kikanda, lakini pia na migogoro hii ya kieneo ama geopolitics. Sasa tume ya Umoja wa Ulaya yani EU kutokea bara la Ulaya lenyewe pia limetangaza vikwazo kwa baadhi ya makampuni ya Irani kwa mashambulizi ya mtandaoni dhidi ya nchi wanachama. Sasa baraza la Umoja wa Ulaya yani EU limesema Umoja wa Ulaya umewekea vikwazo kampuni ya Irani kutokana na mashambulizi ya mtandaoni yanayolenga nchi wanachama wa EU na washirika wake katika ukanda huo. Kampuni hiyo inayoitwa Emanet Passagarde kwa kile imeelezwa imefikia hifadhi data ya wanachama wa Ufaransa kinyume cha sheria na kutoa data ama taarifa kwa ajili ya kuuzwa kwenye mitandao ya giza, yani mitandao ya siri. Baraza hilo limeweka wazi hilo na likiainisha namna ambavyo kampuni hiyo kwa kile imesema imekwenda kinyume na taratibu. Sasa ikiendelea kutoa taarifa juu ya swala hilo la vikwazo kwa kampuni hiyo, tume ya Ulaya EU imesema kampuni hiyo pia imeathiri mabango ya matangazo ili kusambaza taarifa potofu wakati wa vita vya Irani na Marekani, na hiyo kupelekea kukiuka huduma ya mtandao na kuathiri idadi kubwa ya raia wa tume ya Umoja wa Ulaya yani EU. Na hapa tunarejea pale pale katika hila ya vita vinavyoendelea baina ya Marekani, Israeli na Irani, ambapo tume ya Umoja wa Ulaya nayo pia imekuwa ikiizonga Irani kwa kile ambacho kinaendeleza katika vita vyao dhidi ya Marekani na Israeli. Na hapa tayari baadhi ya makampuni yameweza kupata vikwazo na kufungiwa na tume hii ya Umoja wa Ulaya. Hii yote ni inakuja kufuatia vita vinavyoendelea baina ya Marekani na Israeli kuipiga Irani. Kama unakumbuka vizuri mtazamaji, taarifa iliyopita awali ni kwamba Marekani alisikika akilaumu mataifa ya Umoja wa Kura ya Turufu NATO ama umoja wa kujihami juu ya kuchukulia hatua kufungwa kwa mlango wa bahari wa Hormuz, lakini pia na kutoshiriki katika vita vyake na Irani. Sasa huenda na hilo lote ikawa pia ni ila ama kujibu kile ambacho Marekani amekizungumza, lakini pia na kupelekea mashinikizo dhidi ya vita, kumpa nafasi zaidi Marekani katika vita hivi ambavyo vinapiganwa Mashariki ya Kati. Sasa kufuatia yote hayo ambayo imeendelea kujiri na kutokea huko Mashariki ya Kati, kiongozi mkuu wa Irani Ayatollah Mujtaba Khamenei na mtoto wa marehemu Ayatollah yani Said Ali Khamenei ametoa kauli mpya ambayo imeibua pia taharuki na kuibua maswali mengi sana kwa taifa la Marekani, lakini pia na washirika wake, ambapo Mujtaba Khamenei yeye ametoa kauli ya dharura akitoa amri maafisa wote na wafanyakazi wote ambao waliteuliwa na baba yake mzazi yani marehemu Ayatollah Said Ali Khamenei kusalia katika nafasi zao, yani watasalia katika nafasi zao kama walivyokuwa hapo awali bila kutenguliwa wala kupangiwa nafasi zingine ama kuwekwa maafisa wengine. Na hii inakuja kufuatia kauli ya Rais wa Marekani Donald Trump na kutangaza baadhi ya kiongozi wa wafanyakazi wa Irani kuweza kumsambaratisha. Kama unakumbuka vyema kabisa mtazamaji. Sasa kauli hiyo ya Mujtaba Khamenei imeandikwa na kuchapishwa kwa kile ambacho kimeelezwa ni kiongozi mkuu mpya wa Iran yani Mujtaba Khamenei, akiamuru ya kwamba maafisa walioteuliwa moja kwa moja na baba yake mzazi aliyeuawa waendelee na nyadhifa zao bila kuhitaji uteuzi mpya ama kupangiwa nafasi zingine ama kubadilishwa kwa maafisa hao. Na katika uandishi huo ambao ameutuma Mujtaba Khamenei amesema, na hapa namnukuu, kufuatia uchunguzi kutoka kwa baadhi ya mameneja na maafisa wa vyombo vilivyoteuliwa moja kwa moja na kiongozi huyo aliyeuawa kishahidi, ninatangaza rasmi kwamba hakuna hata mmoja wao anayehitaji kuongezwa kwa uteuzi wake kwa sasa, na hii ni amri, mwisho wa nukuu. Sasa kufuatia kauli hii ya Mujtaba Khamenei, Rais wa Marekani Donald Trump amezungumza na akisema kwamba yeye hatambui kabisa uongozi wa Mujtaba Khamenei na wala hamtambui kiongozi huyo kama bado yupo hai na akiendelea kuishi, ambapo Rais wa Marekani Donald Trump amesema Marekani haijui kabisa kama kiongozi mkuu mpya wa Iran Mujtaba Khamenei amekufa au yupo hai, na uongozi wake hatutambui pia kwa sababu huyu hatujamuona kabisa. Kwa hiyo inaweza kuwa ni kwa sababu nyingi tofauti, hatujui kama amekufa au la, lakini uongozi wake
wake hautambuliki. Watu wengi wanasema kwamba sura yake imeharibika vibaya. Wanasema kwamba alipoteza mguu wake, lakini pia na mkono wake wa kulia umeathirika vikali sana na mashambulizi yetu ambayo tumeendelea kuyafanya, na ameumia vibaya sana. Watu wengi wanasema amekufa. Hakuna anayesema kwamba ana afya njema kwa 100%. Just like I knew about the Strait that it would be a weapon, which I predicted a long time ago. I predicted all of this stuff. You guys were very generous in that. I predicted all of it. I predicted Osama bin Laden would knock out the World Trade Center. Ni nukuu ya Rais wa Marekani Donald Trump juu ya kebehi, akikebehi uongozi wa Irani, uongozi mkuu mpya wa Irani ambao upo chini ya Mujtaba Khamenei ambaye ni ayatollah mpya kufuatia kifo cha ayatollah marehemu Sayyid Ali Khamenei. Kufuatia yote hayo ambayo yameendelea kujiri huko Mashariki ya Kati, pia kiongozi mkuu wa masuala ya usalama ndani ya Irani, Ali Larijani, yeye ameendelea kuilaani UAE ama Falme za Kiarabu, mataifa ya Falme za Kiarabu na mataifa mengine ya washirika wa Kiislamu kwa kutounga mkono Irani wakati huu ambao yeye ameuita wakati mgumu wa vita dhidi yake na Marekani, ambapo afisa mkuu huyo usalama wa Irani Ali Larijani amezungumza hilo akizishutumu nchi za Kiislamu kwa kuitelekeza Irani wakati wa vita na Marekani na Israeli, akieleza Falme za Kiarabu kuwa Teherani kama adui baada ya mashambulizi dhidi ya malengo ya Falme za Kiarabu. Katika taarifa hiyo ambayo ameitoa kuelekeza katika nchi zote za Kiislamu ulimwenguni na washirika wa Marekani, akisema nchi na serikali zote za Kiislamu zina makosa makubwa sana kwa kuendelea kuiunga mkono Marekani na Israel katika mashambulizi yake dhidi ya Irani. Akizungumza hilo pia, Larijani amesema, na hapa namnukuu, nasikitika sana kwamba hakuna serikali ya Kiislamu iliyosimama pamoja na watu wa Irani isipokuwa katika visa vichache na imewekewa mipaka ya misimamo ya kisiasa. Na naamini kabisa msimamo wa baadhi ya serikali za Kiislamu haupingani na maneno ya mtume wa Uislamu aliyesema, yeyote anayesikia kilio cha msaada wa Muislamu na asiitikie si Muislamu. Na hapa ndiyo mwisho wa kumnukuu Bwana Ali Larijani. Hiyo ndiyo hali ya vita ilivyo huko Mashariki ya Kati, vita vya Iran na Marekani kwa kushirikiana na Israeli, ambapo Israeli bado imeripotiwa kuendelea kutapatapa ikisema kwamba itashambulia kituo cha Irani kilichounganishwa na uwezo wa kupambana na satellite katika mifumo ya anga. Kumbuka taarifa hiyo ya jeshi la Israeli IDF inakuja wakati ambapo tayari Israeli Teherani kupitia vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC tayari vimeshafanya mashambulizi kadhaa katika miji ya Israeli ikiwemo Tel Aviv na Haifa, ambapo hivi karibuni Irani imeripotiwa kuangusha majengo makubwa ndani ya Israeli na miji jirani katika nchi ya Israeli. Bado hali ni tete Mashariki ya Kati, vita vinazidi kupamba moto kila siku na kila dakika huko Irani. Si Irani wala si Israeli wala si washirika wa Marekani, yani Falme za Kiarabu. Je, vita hivi vitasimama lini ama kupunguza kasi ya mvutano na uhasama? Mimi naitwa Chifu Mkuu wa Itifaki na hii hapa ni Yuhoma TV. Tukutane wakati mwingine. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.